Habari ya wakati huu mtazamaji wa Dodoma RSTV, karibu katika kipindi cha yaliyojiri juma hili ndani ya mkoa wa Dodoma, yakiletwa kwako na mimi Helen Minja. Habari kuu juma hili ni kuanza kwa shughuli za uchukuzi na usafirishaji katika bandari kavu iliyopo Ihumwa jijini Dodoma, ambayo imeanza kwa kusafirisha mizigo ya ndani ya nchi inayotokea Pugu jijini Dar es Salaam mpaka eneo hilo. Hatua hiyo inatajwa kuongeza fursa za kiuchumi kwa wakazi wa jiji hili kutokana na kuongezeka kwa shughuli mbalimbali za uchukuzi katika eneo hilo. Kwa taarifa hiyo na nyingine nyingi, mpenzi mtazamaji, karibu ungane nasi mwanzo mpaka mwisho wa kipindi hiki. Bandari kavu ya Ihumwa jijini Dodoma imeanza shughuli za usafirishaji wa mizigo ya ndani ya nchi inayotokea Pugu jijini Dar es Salaam. Hatua hiyo ikitajwa kuongeza fursa za kiuchumi kwa wakazi wa jiji la Dodoma kutokana na kuongezeka kwa shughuli mbalimbali za uchukuzi katika eneo hilo. Hayo yamebainishwa wakati wa ziara ya mkuu wa mkoa wa Dodoma, Mheshimiwa Rosemary Senyamule alipotembelea eneo hilo. Mwanahabari wetu Happiness Chindie anatujuza zaidi juu ya ziara hiyo. Mkuu wa mkoa wa Dodoma Mheshimiwa Rosemary Senyamule amefanya ziara ya kikazi kukagua eneo la bandari kavu lililopo Ihumwa jijini Dodoma Februari 2026, ambapo amefurahishwa na hatua zilizochukuliwa na shirika la reli Tanzania na Wizara ya Uchukuzi kwa kuwa ni utekelezaji wa maelekezo yaliyotolewa na Mheshimiwa Rais Samia Suluhu Hassan kuwa treni ya abiria ya mwendo kasi itakapoanza usafirishaji na ile ya kusafirisha mizigo ianze mara moja. Mheshimiwa Senyamule amesema bandari hiyo imeanza usafirishaji wa mizigo ya ndani ya nchi ambayo inatokea Pugu jijini Dar es Salaam mpaka eneo hilo la bandari kavu, ambapo hatua hiyo imeongeza fursa za kiuchumi kwa wakazi wa jiji la Dodoma kutokana na kuongezeka kwa shughuli mbalimbali za uchukuzi katika eneo hilo, ambapo takriban watu 300 hadi 500 hufanya kazi hapo kwa siku. Tulitolewa maelekezo hayo na Mheshimiwa Rais na tuko hapa tukishuhudia kuwa bandari ya nchi kavu imeanza kazi, japokuwa imeanza kazi kwa mizigo ambayo iko ndani ya nchi, kwa maana ya kuwa wanapakia Pugu na wanaileta mpaka Dodoma, na tumeona fursa hapa. Tunaambiwa kwa siku kati ya watu 300 hadi 500 wanakuwa hapa kufanya shughuli mbalimbali za kushusha mizigo na shughuli nyingine za kutoa huduma kwa wale wanaofanya kazi ya mizigo hiyo. Kwetu mkoa wa Dodoma, hii ni fursa kubwa ambayo itachechua uchumi kwa kweli wa wananchi. Magari yanakuja toka maeneo mbalimbali kama tunavyoona kuja kushusha mzigo na kupakia pia kutoka hapa kwenda Dar es Salaam na maeneo mengine. Rai imetolewa kwa kamati ya lishe halmashauri ya jiji la Dodoma kujiongezea vigezo vitakavyotathmini ubora wa lishe inayotolewa kwa jamii ili kujipima namna kamati hiyo inavyochangia kuhakikisha mkataba wa lishe unatekelezwa kwa ufanisi na kufikia malengo. Mkuu wa wilaya ya Dodoma Mheshimiwa Jabir Sheikh Mwere ameyasema hayo alipokuwa akiongoza kikao cha tathmini ya mkataba wa lishe ngazi ya kata kilichofanyika Februari 4, 2026 katika ukumbi wa mikutano wa halmashauri ya jiji la Dodoma. Kwa hiyo rai yangu na mkoani pia nilisema mimi ningetamani tujiongezee vigezo vingine vya kuvifuatilia na kuvijadili kwenye kikao chetu. Kwa hiyo cha kwanza nitaomba kwenye vikao vinavyokuja tuwe na item, na semo ni samehe tu, inawezekana tuna vikao vya kimsingi vya kisheria vya kujadili hayo. Kwa hiyo kama hivyo ndivyo basi tutachukua ripoti ya kule tutaishia na huku, ili tujipime kama watendaji kwenye ngazi ya kata na wadau wa masuala ya lishe, tuone mchango wetu katika hizo afua zingine za nini za ustawi wa jamii kwenye wilaya yetu. Kwa hiyo nitapenda tupate taarifa hizo ambazo nimezisema kwenye kikao chetu. Kwa hiyo sehemu utempanga utakayopanga, kama hasio mjumbe wetu basi atakuwa ni mwalikwa aje atuambie hapa kwa kifupi. Moja, mwenendo wa hali ya afya ya wilaya kwa ujumla wake ikoje. Sasa ndani yake ndio tutakuwa vipengele hivyo sasa hivi. Kwa mfano mimi nitakuwa na hamu ya kujua tu chanjo. Zimefanyika chanjo ngapi during the quarter? Kalenda ya chanjo ya kisera. Kama tuna kalenda ya chanjo ya wizara inayosema kipindi fulani natakiwa tule chanjo ya watoto wa chini ya miaka fulani, si ndivyo? Kwenye kota hiyo kulikuwa na zoezi hilo, limefanyika kwa ufanisi, tulikuwa na changamoto gani ya kujifunza kwa ajili ya kuifanyia kazi? Kama tunalishe mashuleni zikafanyika chanjo, mategemeo yangu watoto wetu wana afya nzuri,
hawatapata kadhia nyingi zinazotokana na nini? Na chanjo. Kikundi cha vijana wazalendo kutoka katika mji mdogo wa Kibaigwa wilaya ya Kongwa wamekabidhiwa magari mawili yenye thamani ya shilingi milioni 75 kwa ajili ya kufanyia biashara ya usafirishaji, ikiwa ni mkopo unaotokana na mapato ya ndani ya halmashauri ya 10% kwa vikundi vya wanawake, vijana na watu wenye ulemavu. Akizungumza wakati wa makabidhiano hayo Februari 16, 2026, mkuu wa wilaya ya Kongwa Mheshimiwa Mayeka Simon Mayeka, licha ya kuwapongeza, lakini pia alisema kuwa Mheshimiwa Rais anatamani kuona mikopo hiyo inaleta tija kwa vijana. Kiukweli tunafarajika sana, hongereni sana. Hata Mheshimiwa Rais akiona hiki mnachokifanya, haya ndio malengo ya Mheshimiwa Rais mwenyewe. Anatamani hii mikopo ya 10% iwe na tija kama hii, mtoke sehemu moja kwenda sehemu nyingine. Hili jambo naamini mtakuwa mfano mkubwa sana kwa vikundi vingine. Vyombo hivi mvitunze vizuri, vikaendelee kuwa ushuhuda. Maana leo tunaona gari la kwanza mpaka na magari ya mengine. Uaminifu unalipa. Ukishakuwa mwaminifu hutakosa mazuri. Kwa hiyo nendeni mkasimamia hili jambo, mkalifanye vizuri, fuateni sheria za barabarani, tunzeni chombo chenu, madereva wenu muwaambie waendeshe hivi vyombo kwa utaratibu. Tunatamani tuwatumie kikundi hiki kuwa mfano wa watu wengine, kwamba kumbe mkiamua mnaweza. Hili jambo la kuongeza hii gari, msigawane hiyo fedha. Mimi kwanza nimeshangaa, na tuhakikishie hii Coaster tutaitumia. Tunahitaji Coaster sana. Na mtalipwa, wala msiwe na wasiwasi. Kwa hivyo tutatumia gari zenu ili kuwatia moyo, lakini tuwafundishe hata vijana wengine. Kadhalika, mkurugenzi mtendaji wa halmashauri ya Kongwa Dr. Omar Nkulo alieleza kuwa hatua hiyo ni utekelezaji wa ahadi ya siku 100 za Mheshimiwa Rais, ambapo aliahidi kutoa shilingi bilioni 200 kwa ajili ya makundi maalumu ili kuwainua kiuchumi. Katika siku 100 za Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan aliahidi kutoa bilioni 200 kwa ajili ya makundi maalum kuwezesha uchumi wa wananchi. Na kupitia fedha hizo pia halmashauri ya wilaya ya Kongwa kwa siku hizo 100 tumetoa milioni 273. Na miongoni mwa milioni 273, milioni 75 walizichukua vijana hawa. Naomba nichukue nafasi kwanza kuwapongeza sana. Kwa kweli ni vijana ambao tulianza nao muda mrefu. Wameomba gari moja lakini wameenda kupata 2. Hiyo pia ni hatua kubwa sana. Na mimi sina mashaka na vijana hawa. Kwa maana kwanza hata jina la kikundi chao ni vijana wazalendo. Ni wazalendo kweli. Cha msingi ni kwamba ni kutunza vyombo hivi, mfuate sheria zote ili walau fedha ya serikali muweze kuirudisha mapema. Kwa naamini hii Coaster mtarudisha mapema, mtaongeza, mtaomba labda 150, 200 muagize kabisa kutoka China. Mmoja ya vijana wanufaika wa mkopo huo ni Bwana Boaz Mbele, ambaye alieleza manufaa walioyapata kwa kukopa fedha hizo, ambapo si mara ya kwanza kwa kikundi hicho kupata mkopo huo. Tumepata milioni 75 ambalo lengo letu kubwa lilikuwa ni kwenda kununua Coaster kwa milioni 75, lakini tukawa tumekwenda huko Zanzibar kutafuta Coaster, tukawa tumepata, lakini baada ya kupata hiyo Coaster baadaye kuna fedha ikabaki. Fedha iliyobaki tukashauriana na wenzangu, jamani, fedha imebaki, marejesho yanatakiwa. Kwa hiyo Coaster ambayo tumechukua chemchem bado hazitoshi, tufanye mpango, tutafute gari nyingine ndogo ambayo ni Wish. Kwa moja kwa moja tukawa tumepata wazo la pamoja, tunue Wish ili kuongeza chemchem za kutosha kuweza kulipa fedha serikalini kwa wakati, na wao wenzetu wapate fedha na wengine vijana wakopeshwe zaidi. Baba, umetupa fedha zako, tumekuletea gari ambazo tulikuwa tumekuahidi, uzione kwa macho, kuwa sasa uone kuwa kweli watoto wangu wamekuja. Gari niwapa milioni 75 waliomba Coaster, lakini kuna fedha ilibaki, bado wameongeza chemchem nyingine kwa ajili ya kuweza kulipa fedha halmashauri kwa wakati. Wataalamu wa RUWASA wilaya ya Chemba wameelekezwa kufanya tathmini ya maeneo jirani na mradi wa maji Chemba unaogharimu kiasi cha zaidi ya shilingi bilioni 11 ili wananchi wanaoathirika wapate fidia stahiki. Kwa taarifa zaidi tuungane na Happiness Chindie. Wataalamu wa RUWASA wilayani Chemba wameelekezwa kufanya tathmini ya eneo jirani na mradi wa maji Chemba unaogharimu kiasi cha shilingi bilioni 11 ili wananchi wanaoathirika wapatiwe fidia stahiki. Maelekezo hayo yametolewa na mkuu wa mkoa wa Dodoma Mheshimiwa Rosemary Senyamule Februari 19, 2026 alipokuwa katika eneo la mradi huo wakati wa ziara yake ya ukaguzi wa miradi ya maendeleo wilayani Chemba.
na kusisitiza umuhimu wa kulinda vyanzo vya maji huku haki za wananchi zikizingatiwa. Katika kutembea kwangu nimeona mambo mawili, labda nishauri au nielekeze. Mojawapo, tulipotembea hapa wote tumeona hapa ni eneo ambako maji haya yatachakatwa. Liko tenki la kupokea maji, yako maeneo ya kusafisha maji, yako maeneo ya kupampu maji. Limetengwa hapa, limefidiwa kwa ukubwa wake. Lakini ukitembea hapa kwenda kwenye vyanzo vya maji ni takriban mita 100 au mita 200 kwenda pande nyingine. Si eneo kubwa. Lakini eneo hili la katikati kutoka sehemu moja kwenda nyingine halijafidiwa. Lakini kuna visima vitatu viko pande tofauti tofauti. Sasa jambo hili sisi binadamu, Mungu atuambia tuna akili na utashi. Hebu tulifanye kwa utashi. Niagize RUWASA. Lakini wananchi pia mko hapa. Hata nyinyi wenyewe sijui mnaonaje, kila siku kilima mahindi tunapita hapo, tunatoka hapa tunapita katikati ya kiwanja chako, nyumba yako, tunaenda kwenye chanzo. Madam eneo hili sisi tunaokaa tunatumia kwa ajili ya ujenzi. Lakini tunaambiwa huko chini kuna hazina kubwa ya maji ambayo inaweza kutusaidia sisi wote, lakini na wanachemba wote. Kwa hiyo ni busara maeneo haya yakachukuliwa na wenzetu wa maji ili waweze kuyatumia kama chanzo cha maji. Kwa hiyo niagize RUWASA tuanze kuongea na wananchi kwenye maeneo haya, waliopo katika maeneo haya, tuone utaratibu mzuri wa kuwafanyia fidia ili wapate maeneo mengine ya kuishi, na eneo hili ambalo Mwenyezi Mungu ameliwekea maji kwa ajili ya matumizi basi libaki kwa ajili ya matumizi ya maji. Jambo hili lifanyike haraka ili wananchi hawa wasikae na tension kila siku hivi, itakuwa lini, itakuwa lini, itakuwa lini, itakuwa lini. Sasa tumeshajenga pale. Hapa tumejenga mita 100 katikati, tunatakiwa tumpite mwananchi tukakutane na chanzo. Kitu hiki ukikiangalia hakiko sawa sawa. Nyuma yangu ni mradi wa maji unaotekelezwa katika halmashauri hii ya wilaya ya Chemba. Happiness Chindie, Dodoma Rise TV. Mpenzi mtazamaji, na hapa ndio tunatamatisha yaliyojiri juma hili ndani ya mkoa wa Dodoma. Lakini kabla sija kuacha nikukumbushe tena habari kuu juma hili, ambayo ni kuanza kwa shughuli za uchukuzi na usafirishaji katika bandari kavu iliyopo Ihumwa jijini Dodoma, ambayo imeanza kwa usafirishaji wa mizigo ya ndani ya nchi inayotokea huku jijini Dar es Salaam mpaka eneo hilo, na hatua hiyo inatajwa kuongeza fursa za kiuchumi kwa wakazi wa jiji hili kutokana na kuongezeka kwa shughuli mbalimbali za uchukuzi katika eneo hilo. Kwa niaba ya wale wote waliofanikisha kipindi hiki, mimi ni Helen Minja, hadi juma lijalo.